Mi niseme tu ya kwamba kamenuka kwa sasa, kwa sababu tulikuwa tukifikiria kama mchezo mara ya kwanza ambao ilikuwa ni maneno bila action, yani maneno bila vitendo, lakini kwa sasa Wakenya nadhani wameanza maneno kuchanganya na vitendo ambavyo ndio vinafanyika kwa sasa, ambako sehemu za Garissa ama ule mpaka wa Mwingi na Garissa pale barabara kuu ile, vijana wa nchi ya Kenya ambao ni Wakamba hawa kutoka sehemu za Mwingi wameanza kuchoma na kuiba mali za Wasomali kwenye maduka yao na kuyavunja kwa kisingizio cha kwamba wanalipiza kisasi. So kwa haraka sana, kabla hatujaendelea kukashifu wa Somali au kukashifu wa Kenya, nimeweza kuangalia ni kitu gani ambacho kimesababisha yote haya yakaweza kutokea, ambao tunaona sasa maduka yanavunjwa na kuchomwa na vitu kuibwa ndani ya maduka na watu ambao sio wengine japo ni wa Kenya. Jana tuliweza kuona watu wengi sana ambao wametoka kwenye jamii ya Kisomali wakielekea kwenye vituo vya polisi ili mradi waweze kutengeneza malazi yao, makazi yao kwa muda mchache huu, kwa sababu ya kutokuwa na amani na kutokuwa na usalama kwenye majumba yao ambao wanaishi kwa sasa. Wasomali wamekuwa watu ambao wanatafutwa sehemu ile, na yeyote atakayepatikana anakula kibano. Hivyo basi amani ya Msomali ama tunasema usalama wa Msomali hakuna tena sehemu ile ya nchi ya Kenya. Mauaji ya wakazi, maandamano yalianzishwa na mauaji ya watu 8 ambayo wanadaiwa kufanyiwa na wafugaji wa ngamia. So wafugaji wa ngamia hawa sio wengine japo ni Wasomali ambao wanakuwa accused ya kwamba waliweza kuua Wakenya takriban 8 kwenye zile sehemu za Mwingi, ambao wanasema ni Wakamba ndio waliweza kuuliwa takriban 8 pamoja na wanawake, ambao ndio imesababisha mpaka Wakenya kwenye sehemu zile wamekuja juu na kutaka Wasomali waweze kuregeshwa kwao haraka sana. Wafugaji haramu, wakazi wanataka wafugaji wa ngamia kutoka maeneo mengine ambao ni ya Somali waondoke katika kaunti hiyo ya Kitui. So kaunti ya Kitui ni kaunti ambayo ni ya Wakenya ambao ni Wakamba. Wakamba wengi ndio kwa ile sehemu, lakini haimaanisha kwamba mtu yeyote ambaye sio Mkamba hafai kuishi kule. Mimi naweza nikaishi, wewe unaweza kaishi, bora wewe ni Mkenya una ruhusa ya kuishi sehemu yoyote ile, japo ni kitu ambacho lazima tujue kwamba there's majority community in each and every county. So county ya Kitui majority wengi kule ni Wakamba. The same thing with Gariseni. Mtu yoyote akitaka kunaishi Garissa yaweza naishi, uwe ni Mkamba, uwe ni Mjaluo, uwe ni Mluya, uwe ni Mkikuyu, ukitaka kunaishi Garissa unaishi, bora wewe ni Mkenya. Lakini tukubaliane ya kwamba majority people ambao wako ndani ya Garissa sio wengine isipokuwa ni Wasomali. Wakaendelea hapa na kusema kwamba ukosefu wa usalama, malalamiko ni juu ya mauaji yasiyokoma na kuvamiwa kwa jamii za eneo hilo na wafugaji hao, hali iliyozua hasira na kufurusha Wasomali. So Wasomali wamezidi kuleta hali ambao wanasema kwamba inakuwa kama inaonyesha kuna kuwa na ukosefu wa amani sehemu zile, na wamesubiria sana waweze kupata msaada ili hali hii iweze kuwa na utulivu, lakini wapi. Hivyo basi wakaamua kuchukua sheria mkononi, na ndio sababu tunaona kile kitu ambacho tunakiona kwenye runinga kwa sasa. Uharibifu na uporaji katika mji wa Mwingi, maandamano yaligeuka na kusababisha maduka kuvunjwa na kuporwa, hasa yale yanayomilikiwa na wafanya biashara wa Kisomali. So ni kama tit for tat wanafanya, kama tunaita it's a revenge. Okay. Kufungwa kwa barabara kuu ya Mwingi Garissa ilifungwa kwa waandamanaji, jambo lililosababisha usafiri kusimama kwa muda mrefu. So ladies and gentlemen, kitu ambacho hapa napasa nilalamike kwa haraka sana kabla
sijakupa nafasi wewe ya kwenda kwenye maoni kule na kulipa maoni yako. Acha mimi nilalamikia serikali ya nchi ya Kenya kwa kutoelekeza ulinzi na ili mradi kuwe na usalama sehemu zile, kwa sababu unajua mwananchi sometime anachoka endapo atakuwa yeye kila wakati ndo anaibiwa, yeye kila wakati ndo watu wake wanauliwa, yeye kila wakati ndo anavunjiwa duka, yeye kila wakati ndo yuko kwenye saidi ya kuonewa saa yote. Na ukizingatiwa kuna polisi sehemu kama zile, automatically wananchi watachoka. Wataona sasa kazi kubwa ya polisi hapa ni gani? Kama polisi hawezi akanikinga mimi, kama polisi hawezi akani safeguard, kama mimi siwezi nikajisikia niko safe kwa mbele ya polisi, what am I doing here? Ndio pale ambapo unaona vijana wana gang up, wanakuja kwa pamoja na kuamua sasa mbaya iwe mbaya, tuendeni kwenye maandamano ili mradi tupate haki zetu. Sometime I came back here na nikaja nikamwambia kwamba watu hawapendi kwenda maandamano, lakini viongozi ndio wanaofanya watu waweze kwenda kwenye maandamano. Na kisa na sababu ni kwamba sauti zao hazisikiki kule mbele. Viongozi wako, viongozi wa kata, viongozi wa chini kule wako kwa minajili ya kuchukua sauti za mwananchi ili mradi waweze kuzifikisha kule mbele ili kuwe na matatuzi ama kuweze kutatuliwa jambo lile liweze kutatuliwa. Lakini kama viongozi hawasikizi wananchi, matakwa ya wananchi hayafanyiki, vitu ambavyo mwananchi anataka vifanywe na serikali yake kuu havifanywi, unatarajia huyo atafanya nini? Automatically atachukua sheria mkononi, na moja ya sheria ambazo wanachukua ni sheria za kuingia barabarani na kufanya maandamano. Lakini tatizo kubwa ni kwamba nchi zetu za mashariki mwa Afrika hapa hatujui kufanya maandamano, kwa sababu maandamano haimaanisha kwamba ni ufanye uharibifu ndio ieleweke kwamba umefanya maandamano. Lakini kwa sisi wa Kenya, Tanzania na Uganda tukipewa ruhusa ya kufanya maandamano, basi ndio mwanzo tumepata chance ya wizi, ndio mwanzo tumepata chance ya kubaka, ndio mwanzo tumepata chance ya uharibifu, ndio mwanzo tumepata chance ya uchomaji wa vifaa na magari na maduka na majumba na kuharibu barabara na kurushia watu, kupiga watu wa upinzani. Yani ndio mwanzo tumepata advantage ya kufanya ukora. That's what I can say. Of which maandamano haimaanishi vile. Maandamano ni mkuje kwa pamoja, mzungumzie jambo moja kwa pamoja, msinikize kiongozi wenu ambaye mnaandamana kwa ajili yake aweze kusikia zile sauti na matakwa yenu ambayo mnayataka. Lakini things are different in Kenya, na hivyo basi ndio maana kumekuja na ule, nasema kwamba ndio maana kumekuja na ile kashfa kwamba kwa sasa ni kubaya, kwa sababu watu wameandamana, na kuandamana kule wamevunja maduka, wanaiba vitu madukani, wanachoma matairi kwenye njia, wanapiga mabasi mawe ambayo ni ya usafirishaji ya watu ambao hawana hatia. This is bad, this is sad, this is not good. Hivi si vizuri, sio maandamano ambayo tunatarajia tuweze kuyaona. So ladies and gentlemen, tukumbuke tu ya kwamba tuko kwa minajili ya kutangaza amani hapa kwa KG Chipande, na kivyovyote vile hatutaki kuchochea vita kwa njia moja ama ingine ile, na tuko hapa tu kuambia ndugu zetu wa Somali ya kwamba mnahisi Kenya ni nyumbani na hamjafukuzwa. Kiukweli kabisa, ni mitandao tu ya kijamii inasema hivyo, na nyinyi nanyi pia kuna baadhi ya Wasomali ambao wanatumia lugha chafu kisa na sababu, na maana kuna viongozi ambao hao wanawajua wako kwenye uongozi kwenye nchi ya Kenya ambayo kivyovyote vile hawezi fanya lolote hata wakikamatwa. Msichana wa juzi ambaye aliongea vitisho aliweza kushikwa na kuambiwa kama ataketi ndani kwa siku 10 ndio aweze kuachiliwa, lakini kwa mshangao hata siku 2 hazikuisha akaweza kuachiliwa. What does that mean and what does that tell you?